Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, amani na iwe kwako. Na kukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika, ambayo ni madhabahu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na masuala mbalimbali ya usuyo jamii, ndoa, familia na malezi. Mafundisho kupitia channel hii yatakusaidia kuimarisha afya yako ya akili, mwili na roho. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Neno la Mungu linasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Tunasoma haya katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Heri siku ya wanaume duniani. Tuungane na ulimwengu kuadhimisha siku ya wanaume duniani. Siku hii ni fursa ya kutambua na kushukuru mchango mkubwa wa wanaume katika familia, jamii na taifa. Kwa kutambua umuhimu huu, mwanamke mmoja alinitumia ujumbe huu mzuri ambao kwa kweli napenda kuunukuu kama ulivyo. Alisema, leo tunawatambua, tunawaheshimu na kuwapongeza wanaume wote kwa nguvu, ujasiri na mchango mkubwa mnaotoa kila siku katika familia, kazi, jamii na kwenye maisha ya wengine. Mnaumia kimya, mnapambana kimya na bado mnasimama imara kuhakikisha kuna amani, ulinzi na matumaini kwa waliozunguka. Leo tunasema asanteni kwa moyo wenu, asanteni kwa kujitoa kwenu, asanteni kwa kuendelea kuwa nguzo ya maisha ya wengi. Tunawatakia siku yenye heshima, utulivu, upendo na faraja. Mko muhimu, mnahitajika na thamani yenu ni kubwa kuliko mnavyojua. Heri siku ya wanaume. Endeleeni kung'ara na kusimama kama nuru ya jamii. Mwisho wa kunukuu. Mwanamke huyu ni miongoni mwa wanawake wanaotambua thamani ya wanaume duniani. Na wapongeza wanawake wenye mtazamo huo chanya, wenye kujenga. Mungu awabariki sana. Mbarikiwe na Bwana. Na hapa napenda kueleza kidogo kuhusu thamani ya mwanaume. Najua kihistoria thamani ya mwanaume ilipimwa kwa uwezo wake wa kulinda familia yake na jamii kutokana na hatari. Lakini pia ilipimwa kwa uwezo wake wa kufanya kazi. Wanaume tumeumbwa kufanya kazi. Kwa hiyo thamani ya mwanaume huongezeka au huonekana kwa uwezo wake wa kufanya kazi. Lakini pia thamani ya mwanaume inaonekana katika uwezo wa kudumisha afya njema na uwezo wa kuzaliana au kuhakikisha muendelezo wa familia. Kwa sababu hii ilikuwa ni kipimo muhimu cha thamani. Kuhakikisha muendelezo wa kizazi, muendelezo wa familia. Lakini pia thamani ya mwanamume huonekana katika masuala ya kiuchumi na kutoa huduma. Mwanaume kwa asili ni mtoa riziki, provider. Na hili ndilo jukumu ambalo mara nyingi linabeba uzito mkubwa. Thamani ya mwanaume inahusishwa na uwezo wake wa kuchuma na kutoa mahitaji muhimu kama chakula, makazi, elimu, mavazi, matibabu na kadhalika kwa familia yake. Waingereza wanasema the breadwinner for a household. Kwa hiyo mafanikio ya kazi au biashara huongeza thamani ya mwanaume katika familia yake, lakini pia katika jamii. Kwa hiyo mwanaume asipowajibika anapunguza thamani yake kwa familia yake na jamii yake au jamii inayomzunguka. Utulivu wa kifedha.
Thamani ya mwanaume huonekana pale anapoweza kusimamia fedha kwa busara na kuhakikisha familia ina utulivu wa kiuchumi. Kwa kufanya hivyo, mwanaume anaonyesha ukomavu na thamani yake. Kusimamia fedha kwa busara, kutumia fedha kwa busara unaongeza thamani ya mwanaume. Kinyume chake, inapunguza au kama si kuondoa thamani ya mwanaume. Kijamii na kiuongozi, wanaume mara nyingi wanatarajiwa kuongoza, iwe ndani ya familia au katika jamii pana. Thamani yao huonekana katika uwezo wao wa kufanya maamuzi magumu, kuweka mwelekeo na kutatua migogoro. Mwanaume anatarajiwa kuwa na nguvu ya maamuzi yenye kujenga, kuweka mwelekeo na kutatua migogoro. Mwanaume anapopoteza nguvu ya kufanya maamuzi, anapoteza thamani yake. Heshima na tabia. Mwanaume mwenye heshima, anayeheshimu wengine, anayeishi kwa uadilifu, anayeepuka vitendo viovu, huheshimiwa sana. Tabia nzuri na jina zuri huongeza thamani ya mwanaume katika familia na jamii. Lakini thamani ya mwanaume huonekana pia kwa jinsi anavyoshiriki katika shughuli za kijamii, shughuli za kifamilia, shughuli za dini yake, shughuli za kanisa lake, kusaidia wasiojiweza, kuchangia maendeleo ya familia, maendeleo ya jumuiya, maendeleo ya jamii. Mambo haya yanaongeza heshima na thamani ya mwanaume. Kisaikolojia, utu na ukomavu. Hii inajumuisha uwezo wa kujitambua, kuwa mwajibikaji kwa matendo na kauli, na kuonyesha huruma na ufahamu wa hisia. Mwanaume anayeweza kujidhibiti, mwanaume anayeweza kukabiliana na changamoto kwa utulivu, huongeza sana thamani yake kwa familia na jamii. Thamani ya mwanaume huongezeka pale anapokuwa mshauri mzuri katika uhusiano na familia, katika jamii inayomzunguka, mahali pa kazi. Mwanaume mwenye thamani hutoa utulivu wa kihemko. Mwanaume mwenye thamani ni mtulivu, hafanyi mambo kimhemko. Mwanaume mwenye thamani, anayethaminika na kuheshimika, anaifanya nyumba yake kuwa mahali salama pa kuishi. Anatoa ushauri mzuri na familia inamtegemea kwa kutoa ushauri mzuri. Mambo hayo yanaongeza thamani ya mwanaume. Kujiamini, self-worth. Thamani ya mwanaume pia inatokana na jinsi anavyojiona mwenyewe, kujipenda, kujithamini na kutambua uwezo wake bila kutegemea uthibitisho wa nje. Mwanamume kuishi kwa remote control. Mwanamume kuishi kwa kufanyiwa maamuzi na watu wengine. Mwanamume kukosa hali ya kujiamini unashusha sana thamani yake. Ili mwanamume aheshimike na kuthaminika sana, anatazamiwa kuwa na uwezo wa kujiamini. Tuangalie katika Biblia, maandiko matakatifu yanasemaje kuhusu thamani ya mwanaume.
Thamani ya mwanaume kama thamani ya binadamu yeyote inafundishwa katika Biblia kuwa ni ya juu sana. Biblia inatoa asili ya thamani ya mwanaume, lakini pia inaeleza majukumu mwanaume aliyopewa na Mungu tangu mwanzo. Na hapa kuna mambo makuu machache ninayopenda kuyazungumzia kuhusu thamani ya mwanaume kibiblia. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 27, Biblia inatuonyesha jinsi ambavyo tulivyoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ndiyo asili na thamani yetu ilipo. Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu, mwanaume na mwanamke kwa sura yake na kwa mfano wake. Mwanaume ana thamani ya asili kwa sababu yeye ni kielelezo cha Mungu hapa duniani. Anafurahia sifa za Mungu kama vile akili, utashi, uwezo wa uhusiano na uwezo wa kiroho. Sasa thamani hii ninayoizungumza hapa haina uhusiano na kile anachomiliki huyu mwanaume au anachofanya huyu mwanaume au mafanikio alionayo. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maana yake pia sisi ni kielelezo cha Mungu hapa duniani. Tunapaswa kuwa kielelezo kizuri. Heshima na utukufu. Mfalme Daudi alisema katika Zaburi ya 8 mstari wa 5 kwamba maneno haya ambayo napenda kuyanukuu: umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Hii inaonyesha daraja la juu la thamani aliyopewa mwanadamu. Mungu ametuumba sisi kama viumbe wa thamani, kwa kila mmoja ajione yeye ni mtu wa thamani. Sasa unapomtesa na kumuumiza mwanadamu mwenzako, ujue unamtesa na kumuumiza Mungu mwenyewe. Unamjeruhi Mungu mwenyewe. Tuliumbwa na Mungu kwa makusudi ya utukufu. Sisi ni wa thamani sana kwa Mungu. Unajua hata binadamu wenzako wakikudharau, lakini jitambue kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Na kwa sababu sisi ni wa thamani, ndio maana Mungu anatujali na kututunza. Kwa hiyo ni wajibu wetu wakati wote kutoa shukurani na utukufu kwa Mungu muumbaji anayejali maisha yetu. Tunaposoma Biblia, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 na Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, tunasoma kwamba mwanaume aliwekwa kama kiongozi na msimamizi wa uumbaji wa Mungu. Mwanaume alipewa jukumu la kutawala na kusimamia dunia na viumbe vyote. Na mwanamke pia yuko hapo kusaidia majukumu haya. Mungu akamwambia Adamu, nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Kwa asili wanaume wamepewa jukumu la kutawala na kusimamia dunia wakisaidiwa na wanawake ambao wana mchango mkubwa sana katika mafanikio ya wanaume. Sasa kama mkeo hachangii maendeleo yako, sasa hilo ni tatizo jingine. Sasa tunaposoma maandiko haya ya Mungu yanaonyesha jinsi ambavyo mwanaume alipewa mamlaka. Mwanaume alipewa wajibu. Na wajibu wa kwanza ni kufanya kazi. Adamu alikabidhiwa bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza, Mwanzo 2:15. Thamani hii ya mwanaume pia inahusishwa na uwezo na wajibu wake wa kufanya kazi na kutoa mahitaji kwa ajili ya familia yake, kama tunavyosoma katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Mwanaume anapaswa kuonyesha yeye ni wakili mwema. Wakili mwema wa uumbaji wa Mungu. Kuonyesha yeye ni kiongozi, tena sio kiongozi tu, kiongozi wa kiroho kwenye familia yake na jamii, kama tunavyosoma katika
kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 23 na Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 13. Katika muktadha wa ndoa na familia, Biblia inampa mwanaume jukumu maalum la uongozi wa kiroho. Mwanaume anaitwa kichwa cha nyumba kwa maana yeye ni kiongozi. Tena sio kiongozi tu, kiongozi ambaye ana wajibu wa kutoa uongozi wa kiroho kwa familia yake, akifahamu kwamba hili si jukumu la ubabe, bali ni mfumo wa upendo wa kujitolea na huduma. Waefeso 5:25. Na Yesu Kristo mwenyewe ni mfano wa mwanaume wa kutimiza majukumu yake kwa familia na jamii, na ndio maana Biblia inasema Yesu ni mfano wetu. Kama yeye alivyolipenda kanisa, ndivyo na hawa wanaume wanapaswa kupenda familia zao. Jukumu la kuwa kichwa linaambatana na kuipenda na kuijali familia kama Kristo alivyolipenda kanisa, alivyojali wanadamu, akakubali kuteswa, akakubali kufa kifo cha aibu ili kuleta ukombozi wa kiroho katika maisha yetu. Biblia inahimiza mwanaume kusimama imara katika imani, kufanya mambo kiume, kuwa hodari, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza 16:13. Kwa kifupi, thamani ya mwanaume kibiblia inatokana na hali yake ya kuumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, wajibu wake wa uwakili duniani, na jukumu lake la uongozi uliojaa upendo na kujituma. Kwa hiyo, thamani ya mwanaume wa kisasa inapaswa kuzingatia hayo. Thamani ya mwanaume wa kisasa haihusu nguvu za kimwili, haihusu uwezo wa kifedha au kumiliki mali nyingi, bali inazingatia zaidi utimilifu wa nafsi yake kama kiongozi, kama mtoa riziki, kama mlinzi, kama kuhani, kama mtu mwenye tabia njema na uwezo wa kukabiliana na changamoto. Mwanaume mwenye thamani huacha alama chanya katika familia na jamii yake kwa ujumla. Kwa Kiingereza tunasema extension of legacy. Waingereza wanasema life is measured by impact and not by being present. Mwanaume yupo ili kuacha alama chanya katika familia na jamii inayomzunguka. Heri siku ya wanaume duniani. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo.